Game Time, tuonavyo sisi. Naam, ni wiki ya tatu ya Game Time ndani ya Dimbani Connect. Karibu mwanamchezo, tujadili masuala mbalimbali ya kimichezo yaliyojiri ndani ya Tanzania, ndani ya Afrika na nje ya mipaka ya Afrika. Hapa nazungumzia ligi mbalimbali barani Ulaya pamoja na michuano mikubwa barani Ulaya. UEFA Champions League, Europa Conference League. Hapa ndio nyumbani kwake. Nipo na Moro King pamoja na Masud Joseph Masud aka Mswahili. Tupo hapa kujadili yale yaliyotokea wiki hii pamoja na yanayojiri weekend hii. Bwana, nadhani tuko vizuri kabisa. Karibu fresh. Bwana, babu yetu ama mwalimu wetu tumemjua kwa muda mrefu kweli kweli, mwalimu Julio. Kuna kauli ameitoa hapa katikati ya wiki, nimekuwa na mashaka nayo kuhusiana na kikosi cha timu ya Taifa Stars kinachoenda AFCON. Amesemaje bwana Julio? Akasema Julio, mimi sijamsikia. Okay. Julio kwanza amewakosoa kwa maneno yake. Yanaonyesha kulikosoa shirikisho la soka la Tanzania kuhusiana na swala la kumpa Gamondi timu na kumnyima Morocco nafasi ya kuiongoza Taifa Stars. Sasa kwa upande wako na upande wa watu wengine pia walivyoliona ile swala, wameliona kama Julio ana ubinafsi fulani kwamba hajapenda ile swala la wao kunyang'anywa timu na kupewa Miguel Gamondi pamoja na msaidizi wake. Just wanaona kama Julio ameingiza chuki fulani hivi kwa waliopewa timu. Sasa sijajua nyinyi mnaliona vipi hili swala? Gamondi na timu ya taifa, Morocco na timu ya taifa, kutakuwa na tofauti gani? Siwezi kusema kutakuwa kuna tofauti gani. Ninamfahamu Gamondi wa Young Africans. Ndio. Bado siwezi kumwongelea Gamondi wa Taifa Stars. But namfahamu Gamondi wa Young Africans, ambayo Young Africans ilikuwa ni one of the best team katika kipindi chake cha ukufunzi pale Jangwani. Kwa hiyo Julio, hizo ni opinion ambazo kila mtu anakuwa nazo. Ninaheshimu opinion za Julio. Siwezi kusema kwamba Julio ana chuki na TFF au ana chuki na waliofanya maamuzi ya kumteua Gamondi. Ameona hayo ni maono yake ambayo mimi na wewe na Muro tunaweza tusikao na maono tofauti pia. Nadhani wameona tracking records ya Gamondi akiwa Yanga, alichokifanya akiwa Yanga, wameamini kwamba anaweza kukitransform na kwenye timu ya taifa. Sasa hakuna a proper tracking record. Mimi kwangu mimi sioni proper tracking record ya Hemed Morocco ambayo naweza nikamwekea guarantee maisha yangu pale kwamba apewe timu. Timu ilikuwa ina miemko tu, wala haikuwa inacheza vizuri sana. Okay. Huo ni uhalisia. Ni kweli. Nadhani mashabiki wengi walikuwa wanaona mpaka wakawa wanasusa kuangalia game za Stars. Yeah. So siwezi kumsemea Gamondi wa Taifa Stars kwa sababu ndo kwanza amecheza nadhani chini yake ni game 2 za kirafiki. Tumecheza na Iran. Yes. Na Iran nadhani. Yes. So let's see. Lakini naheshimu maoni ya Julio Alberto Pereira. Jamhuri Kiwelo Junior. Yes, ni miaka mitatu tunaenda AFCON 2025, ni kama mwaka wa 3 mfululizo hivi tunaenda AFCON. Hatujawahi kuvuka hatua ya makundi. Hii Taifa Stars inakupa jicho labda na kuona ni kwa jinsi gani tunaenda kuvuka hata hatua ya makundi. Hivi ukisema hatujawahi kuvuka hatua ya makundi, mimi naweza nikasema tumewahi kupata point. Au goli. Tumewahi kupata goli kwenye AFCON. Dhidi ya Kenya. I think dhidi ya Kenya Bwana Samata. I think tulipata point ngapi? 1 au tulipata goli lakini tulifungwa mchezo. Watufunge Kenya. Yes. Yeah. Well, mimi nafikiri kuna namna mbili za kuangalia hili.
binadamu yoyote yule pale ambapo maslahi yake yanaguswa hawezi kupenda. For the past 2 or 3 years, Julio, Hemedi Morocco wamekuwepo kwenye bench. Juma Mgunda wamekuwepo kwenye bench. Na kitu kimoja ambacho wanatakiwa wao wa appreciate ni kwamba wametufikisha hapa tulipo, na sisi tunakubaliana na yote haya waliotufanyia. Ni mazuri. 2023 tumeshiriki AFCON, tumefuzu 2025. 2027 kwa bahati nzuri sisi ni wenyeji. Kwa hiyo tayari tumeshafuzu. Kwa hiyo tuna AFCON 3 ndani ya miaka mitatu, au yani ndani ya vipindi vitatu. Tuna 23, tuna 25 hii tunaenda Morocco, Mungu ametubariki na efforts za makocha pia zilikuwepo. Tuna 2027. So Julio kusema hayo aliyoyasema sio sahihi. Pamoja na kwamba naheshimu maoni yake, naheshimu experience na exposure yake kwenye soka, lakini sio sahihi. Mara zote makocha wanaondolewa, wanakuja wengine, wanaendelea pale ambapo wao waliishia. Unai Emery, nakumbuka Unai alivyoondoka Arsenal, alivyokuja Arteta, ni kama Arteta kikombe pekee Arteta alichochukua akiwa na Arsenal alikuwa na kikosi cha Unai. Jose alivyoondolewa Spurs, kocha alofuata nadhani alifika finali na kikosi cha Jose. Ancelotti ameondoka, Jurgen Klopp, Slot kachukua kikombe. Mpaka sasa hivi tunaisifia Liverpool kwamba Liverpool wamechukua kikombe cha Premier League msimu uliopita na kikosi cha Jurgen Klopp. Anavyosema kwamba kuna watu walijenga, yani kwenye nukuu yake anasema, ana paraphrase, ni kwamba kuna watu wamejenga alafu wao wakaondolewa, analetwa mtu mwingine ili apate credit na kitu alichojenga wengine. I don't know, anaita ni dhuluma. Anaita dhuluma. Sijui ni namna gani ambao Julio ana operate, lakini makocha wote duniani wanakuta vikosi vya watu, wanaongeza kidogo, wanapunguza kidogo, unapata matokeo. Gamondi amekuja amekuta kikosi cha mtu. Hemedi Morocco, mimi kwanza namkubali sana Hemedi Morocco. Hemedi Morocco amekuta kikosi cha Adel Amrouche. Adel naye alikuta kikosi cha mtu. So everyone lazima akute sehemu palipojengwa. Hata hii Tanzania tuliopo sasa hivi, sisi tumekuta kuna watu wameifikisha hapa, na sisi kuna mahali tutafikisha, tutasonga mbele. So I don't think if it's going to be an issue. Bwana, au ni Taifa Stars, kumbuka kikosi cha wachezaji 28 tayari kimetangazwa cha kwenda kushiriki AFCON 2025. Yetu macho kuangalia aidha msimu huu tunaweza tukaondoka hata na alama moja, kwa sababu kikosi kidogo kinaridhisha kidogo. Kwa hiyo ni jambo la kusubiri na kuona. Bwana, tutafanya vizuri. Tutafanya vizuri. Bwana, katikati ya wiki hapa michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya imeendelea. Klabu ya Real Madrid imepokea kichapo cha goli 2-1 kutoka kwa Manchester City ya Pep Guardiola. Matukio ambayo yamejitokeza kwenye mchezo huu tunaenda kuangalia na reflect nini kwenye mchezo wa Real Madrid dhidi ya Deportivo Alaves weekend hii. Kumbuka Real Madrid mpaka hivi sasa amepoteza michezo miwili mfululizo. Kapoteza dhidi ya Celta Vigo weekend iliyopita, kapoteza dhidi ya Manchester City katikati ya wiki. Tunaenda kuangalia dhidi ya Deportivo Alaves anaenda na approach gani kuhakikisha anaondoka na alama moja, kwa sababu bwana, maisha ni magumu ndani ya Real Madrid. Leo wiki hii nimeona baada ya mchezo maneno ya Rodrigo, maneno ya Courtois yanasadifu kama kumtetea Alonso, lakini pia Real Madrid nao wametoka na kusema wanamsupport sana Alonso. Ni kama ilionekana kocha anakatiwa dhamana ndani ya Real Madrid, sasa wanaamua kubalance ama inakuwaje ndani ya Real Madrid? Kwa sababu wanajua Real Madrid is one of the biggest brand in football. Yeah. So
mashabiki wenye timu wanachojua wao ni matokeo mazuri, so they know kwamba lazima kutoka kuna outside noises kibao za timu inapopitia kwenye hii bad spell. Yeah? Lazima sasa ukikaa kimya ni lazima ujaribu kuprotect ile harmony regardless ya matokeo mnayoyapata ndani ya timu, kwa sababu mkikaa kimya hata kocha anaweza kuona kwa hiyo sasa hata wana hapa sijui wananifikiriaje, wana sio wana. Yeah, so anaweza kahisi kwamba wamepoteza uaminifu. Yes. Yeah, lakini wachezaji wakiona bodi sijui wakurugenzi wanatoka mbele ya media na kumkiingia kifua kocha, hata wao wakiwa kama mchezaji akiwa na mawazo yake ya kutaka kumsabotage kocha, wana kumbe hata wakuu wako nyuma yake, wanaunga mkono. Yeah, let's get this thing together. Kwa hiyo matokeo it's just a bad spell, kwa sababu most of these games ambazo Madrid wanapoteza ama wana draw, sio kama wanacheza vibaya. Hata game ya juzi na jana na Man City siwezi, yani overall hawajacheza vibaya, kwa sababu hata magoli waliofungwa ni individual errors. Courtois goal la kwanza, I think goal la Aurelia, penalty aliyotoa Rudiger, yeah. You know, Rudiger ana mambo yake ya kutaka kuonyesha umma kwamba yeye huwa anawekaga mfukoni ma striker. He did that once or twice kwa Haaland, so akataka kufanya tena, then imekuja ku backfire. Lakini si kwamba wamecheza vibaya, so sioni Madrid kwamba watakuwa wana wasiwasi na game na dhidi ya Deportivo Alaves. I don't know kama Mbappe atakuwa amerudi, kwa sababu hata game ya City si kwamba alikuwa anatazamiwa kupata some minutes, lakini ikashindikana. So I'm not sure game na Deportivo kama atarudi. Kama kirudi itakuwa ni ongezeko bora kwao, lakini I'm sure they will get back on track kwenye hiyo game na Deportivo. Yeah. Makosa ndani ya Real Madrid, wachezaji wanaonekana kwa kiasi fulani hawapo stable uwanjani. Umeona mchezo hadi Enrique anapokea kadi nyekundu akiwa benchi. Hakuna utulivu ndani ya Real Madrid. Well, huwezi kuexpect utulivu kwa timu ambayo haina matokeo mazuri. For the past 6 or 7 games Real Madrid hawana matokeo ya kuridhisha. Kwa hiyo huwezi ukategemea utulivu kwenye kikosi kama hiko, kwa sababu a number of times nimekuwa nikisema kwamba kocha, ili uweze kumanage wachezaji. Actually leo nilikuwa naangalia clip moja ya Jose Mourinho. Jose anasema kama huwezi kuwa control wachezaji wakubwa, haufai kuwa kocha. Alonso anachotakiwa kufanya ni kuweza tu kuwa control ile kundi. Na kitu ambacho Don Carlo alifanikiwa ni kuweza kuwaaminisha wale vijana kwamba sisi wote ni kitu kimoja na tunatafuta kitu kimoja. Makosa kama ya Rudiger mimi namfananisha na beki wa Liverpool Ibrahima Konate. Anafanya mambo mengi sana mazuri, lakini that one time ambao anafanya kosa linaicost team, kwa sababu kulikuwa hakuna haja ya yeye kummanhandle Haaland alivyofanya jana, kwa sababu lile ni kosa la penalty kwenye boxi, tena kwa striker ambaye ni mjanja, anauachia mwili tu, very simple. Yani ilikuwa penalty fulani hivi ambao ni rahisi, unless otherwise wamecheza vizuri. Na kitu kingine ambacho nime anticipate ni kwamba Real Madrid watapata wakati mgumu sana kuishi bila Thibaut Courtois. Namna ambavyo bwana yule anawapambania, nadhani inabidi waendelee kupambana kuwa naye. Na kila timu ina wachezaji kama hao. Real Madrid ukimwangalia Courtois anapojitoa ndani ya dakika 90, unaweza kadhani kwenye timu hiyo peke yake
Yes, moja kati ya jambo zuri kweli kweli. Sasa kuna vitu ambavyo vinaendelea kwa wapinzani wa Real Madrid, FC Barcelona. Michezo 16 ukiangalia, FC Barcelona hajaruhusu goli kwenye mchezo mmoja tu dhidi ya Atletico Club. Mchezo wiki 3 kama zilizopita hapa, mechi ya ligi kuu ya Hispania. Nini ambacho kinamkosti Flick? Kwa sababu nikiangalia highline yake ndio inamponza. Every day lazima aruhusu goli. Kama sio kwa sababu anasema mfunge Barcelona unavyotaka, yeye atakufunga anavyotaka, ataondoka na ushindi. Lakini I think kuna wakati utafikia Barcelona atashindwa kuhandle situation. Ataanza kupoteza. Well, sidhani kama huo wakati upo, kwa sababu for the past 5-10 years Barcelona wamekuwa wanacheza hivyo tu. Wao furaha yao, wewe ukiwafunga wao watakufunga nyingi zaidi. Hivyo ndivyo Barcelona ilivyo, na sio Barcelona ya Hans Flick, sio ya Luis Enrique. Barcelona yoyote ile ambayo imekuwepo for the past 10 years ni Barcelona ambayo wao wanawekeza zaidi namba 6 kwenda mbele, huku nyuma namba 5, 4, 3, 2. Actually ukiachana na kipa nani, Victor Valdes. No, actually Victor Valdes ilikuwa mbali sana. Mara zote kama sio mara nyingi, ukuta wa Barcelona hauna watu hao ambao utasema kwamba ni watu wa clean sheets. Sio watu wa clean sheets. Yani wao kuwafunga, kwa mfano mechi iliyotoka ya Real Betis walitoka 5-3 ya? 5-3. Maana yake ni kwamba wanashindana kufunga. Na tena kuna wakati wewe wanakufunga pap afu wanaanza kucheza na mpira. So ukicheza hivyo na mpinzani ambaye yuko makini, anarudisha goli zote, and it has happened before. Unaongoza vizuri goli 3, unashangaa second half au dakika za jioni kabisa watu wanazirudisha. So nadhani kitu kimoja ambacho kinaonekana ni kwamba Barcelona imekuwa hivyo siku zote. Wewe tufunge sawa, lakini wewe jitahidi na wewe uzuie, kwa sababu tutakufunga tu. Hans Flick anaenda kukutana na Osasuna. Osasuna sio timu chekea ujue. Haufikiri Osasuna wanaweza kumpa boom kidogo FC Barcelona? Sababu kwa maono yanavyoiona FC Barcelona ikikutana timu ambayo ina ukuta mzuri, ina safu nzuri ya ushambuliaji, I think watastruggle. Tulidhani hivyo wakati wanacheza na Atletico Madrid. Yani what you described, timu ambayo ina ukuta mzuri na ina washambuliaji wazuri. Tulitegemea hayo kuyaona kwa Atletico Madrid. Lakini nini kilitokea? Hayo yaseme kwa United labda. Timu iki-sit back ikiwa na goli moja inaweza ikaisha hata dakika 80 na goli moja. Lakini timu kama Barca, achilia mbali individual brilliance ya mchezaji mmoja, lakini wana system ya kucheza sawa. So tumeona game nyingi tu ambazo timu zinacheza na Barcelona zinakuwa on the back foot. Yani kabisa unaona pale wako nchi kadhaa kutoka kwenye 18 yard wanachezea hapo, wachezaji 9 wako pale hivi, na basi wanapata magoli. So that's not the job mzee wangu. Wanapambania hicho kitu. Wewe sawa, wanaweza kukutana kwa sababu kuna siku mbaya ofisini. Yes. Yeah. Ambapo unaweza kukutana na timu kwa sababu basa ukiweza kuwa contain wasicheze wanapocheza, that's the only way unaweza ukawawin. Na ni ngumu sasa kuwazuia wasicheze wanapocheza, kwa sababu vile vitoto vinavyopenda boli muda wote yani. Sasa ni vitu ambavyo wanavifanya tangia wana miaka 6, 7, 8. Ni kitu cha kawaida sana. Kwa hiyo wataendelea tu, watazigonga hata dakika 20. Patience, wana patience sana. Hata watapata, utachoka tu. Yani hata uzuie vipi utachoka tu. Inaweza ikawa siku nzuri sana kwa Osasuna wakapata matokeo, lakini
hata nikiwa na hela yangu mimi nitampa tu Barca yani. Nitampa tu Barca kwa sababu anafunga magoli 39 nadhani msimu huu kali. Lakini anafunga sana. Na anaongoza ligi. Na anafunga magoli mengi. Amefunga yani, Atletico one of the game ambayo kiukweli kabisa nilikuwa siitegemei ni game ya Atletico Madrid. Atletico ametoka kwenye back to back 5 games. Yani winning streak ya michezo mitano. Na ninajua how Simeone anapanga timu zake. Yani ni ngumu kumbreak down. Mzee. Coastal Union hawa hapa. Wakati nafikiria ligi ya Uingereza, nimekumbuka kauli ya Muroking. Alitoa weekend iliyopita. Alisema kwamba mwanzo Arsenal ikipoteza mchezo dhidi ya Aston Villa utakuwa ni mwanzo mbaya sana wa Arsenal. Weekend hii yupo na Wolves. Bado unishikilia kauli yako Muroking. Sasa ndio. Context, muktadha wa wakati ule ulikuwa kwamba Arsenal ameshinda mechi nyingi sana. Mechi 9 out of 10. Yani he has gotten away with so much. Hata sehemu ambapo walikuwa wachezi vizuri alikuwa anashinda kwa sababu confidence ipo, vijana wanaamini kwamba hiki ni kitu chetu. Sasa unless siku hiyo Wolves sijui wanywe nini, Red Bull au wanywe nini, yani watapata kazi sana ku contain Arsenal. Kwa sababu Wolves wanasema tangu mwaka 1955 hakuna timu imekuwa na matokeo mabovu kama ilivyo Wolves msimu huu. Na pointi 2 tu. Yani ni zaidi ya Sunderland timu iliyoshuka daraja msimu uliopita. Pia ilikuwa nitakumbuka. Yani maana yake ni kwamba Wolves wamejikatia tamaa. Okay. Kila anayekuja Wolves wamefungwa goli zaidi ya 20 na almost karibu 30 na wao wamefunga magoli 8 tu na hawajashinda mchezo wowote. Kwa hiyo sitegemei au sitazamii kwamba Wolves wanaweza wakaleta changamoto yoyote kwa Arsenal, lakini lazima niweke hii note. Football kama alivyosema Fegi, football bloody hell. Kuna wakati maiti inamng'ang'ania muoshaji. Bwana, wiki iliyopita Arsenal ametoka kushinda mechi ya 6 ya UEFA Champions League. Anaongoza kwenye msimamo wa UEFA Champions League ikiwa na point 18. Mbali na hilo kwenye ligi kuu pia mwenendo wake sio mbaya sana. Iwapo alipoteza mechi iliyopita dhidi ya Wolves watazidi kujichimbia kaburi ama watapiga chafe mbele ya Arsenal? Kuna nafasi hiyo? Sioni kweli, sioni hata haja ya kuzungumzia huo mchezo kwa sababu mwakatia tamaa. No, yani watushtue labda sasa. Okay. Mimi nitaweka hiyo room watu surprise. Maana itakuwa surprise kweli kweli. Wafikishe pointi zao 5 pale waanze kutoka kutoka chini ya msimamo. Lakini sioni kama wanaweza wakaizuia Arsenal kwa kiukweli. Sioni. Bwana, kuna moja kati ya jambo ambalo linaendelea barani Ulaya. Yale ya Sancho yamehamia kwa Mohamed Salah. Liverpool weekend hii wapo na Brighton. Liverpool katoa ushinda mechi yao ya UEFA Champions League dhidi ya Inter Milan. Kwa kifupi ni kwamba hatujapoteza katika michezo 4. Ushindi mechi 2, draw mechi 2. Moja kati ya mafanikio makubwa sana kama Liverpool kwa msimu huu. Yani hiyo ni achievement kubwa sana msimu huu. Vipi Salah, wewe kama shabiki wa Liverpool unamtafsiri vipi? Yani nataka uiangalie skendo yake yote afu niambie kama shabiki ili swala umelichukulia vipi? Kosa kubwa ambalo hili liko kwenye sehemu mbili. Kosa kubwa la Ancelotti
ni kuto kumchezesha Salah, na sio kosa pase, kwa sababu yeye kama kocha ana haki ya kumchezesha mchezaji ambaye yeye anaona anaweza kuendana na kasi yake, kumletea matokeo na kila kitu, kwa sababu mind you, timu isipofanya vizuri wachezaji wao wapo kazini tu. Mtu ambaye yuko kichwa chake kiko kwenye sahani ni kocha. Kwa hiyo ni kitu cha ajabu pale ambapo tunategemea matokeo mazuri kutoka kwa kocha ambaye hatujampa full authority. Hilo ni jambo moja. Lakini ukisikiliza interview ya Mo anasema kuna vitu ambavyo waliahidiwa, ambavyo wataalamu mbalimbali wana anticipate kwamba Mo aliahidiwa kwamba timu itakuwa inajengwa kumzunguka yeye. But ni ngumu kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Una Hugo Ekitike, una Alexander Isak, sawa, ambao wao kazi yao ni goli. Alafu una Mo ambaye anatokea upande wa pembeni. Lakini kumbuka kwamba Hugo anacheza katikati, anaweza kucheza katikati, na Alexander Isak yeye ni central striker. Yeye ni mshambuliaji, yeye goli ndo sehemu yake. So kusema kwamba timu itajengwa ku revolve around Salah, nadhani hayo mambo tulifanya wakati tukiwa na Diaz. Actually sio Diaz, Darwin Nunes, kwa sababu Darwin Nunes ni namba 9, lakini tulijikuta kwamba Mohamed Salah ambaye ni winger anacheza na kufunga magoli kuliko Darwin Nunes ambaye ndo tunategemea yani yeye vitu vyote viende kwake. So I think jambo ambalo nafikiri Slot kitu anachokifikiria kwanza ni kuiandaa Liverpool bila Mohamed Salah, kwa sababu mind you, AFCON is in how many days? AFCON iko just around the corner. Kwa hiyo inawezekana Slot anaanza kutengeneza mazingira kwamba Mo anaenda AFCON. Mo is 33 years old, 34 right now. Siku za mbeleni huko una mchezaji kama Alexander Isak bado ni mdogo, una mchezaji kama Hugo Ekitike ambaye bado ni mdogo, ambaye anaweza, kama Slot atapewa nafasi ya kuendelea kucoach Liverpool, anaweza akaendelea kuwatumia wale. Lakini changamoto ambayo nadhani Slot pia ameifanya ni communication, kwa sababu timu haitakiwi, nyinyi mko timu moja, mnafanya kazi moja kuitafutia Liverpool matokeo. Hamtakiwi nyie muende kwenye vyombo vya habari. Mara ya kwanza Slot aliulizwa kwa nini Mohamed Salah hayupo kwenye timu, akasema tuna mechi 4 ndani ya siku 10. Hugo anaweza akacheza, Isak anaweza akacheza, mbona fulani anakaa benchi na halalamiki? Kwa nini huyu analalamika? Kwa hiyo at first tunamuelewa kwamba okay, tuna mechi 4 ndani ya siku 10, so we need all the legs, kwamba utacheza hii, huyu atacheza hii, huyu atacheza hii. Lakini sasa baadaye akija kuulizwa anasema kwa nini mnaniuliza tu kuhusu Mo, hamniulizi kuhusu fulani? Lakini it was quite bad kwa Mohamed kwenda kwenye vyombo vya habari na kusema kwamba they want to throw him under the bus na nini, kuna mtu hamtaki kwenye timu. Honestly, you understand kwamba Liverpool in the past 10 years inazunguka around Mohamed Salah. The past 6 au 8-9 years inazunguka around Mohamed Salah. Jana au game week ya UEFA ya wiki hii ndo mechi ya kwanza Liverpool wameshinda bila kuwa na Mohamed Salah tangu mwaka 2009. Liverpool haijawahi kushinda mchezo wowote ambao Mo Salah hayupo, au actually tuseme Liverpool imeshinda almost michezo yote ambayo Mo Salah amekuwepo tangu 2009, japo Mo alikuja mwaka 2017 hapo. Kwa maana yake kabla ya hapo ushindi ulikuwa tia maji. Kwa hiyo mimi kama shabiki wa Liverpool siwezi nikasema Mo Salah hana mchango kwenye klabu ya Liverpool, nitakuwa ni muongo. Mo ana mchango mkubwa sana, Mo ana mchango mkubwa mno kwa klabu ya Liverpool. Na msimu uliopita tunaweza tukasema Mo single-handedly aliibeba Liverpool mabegani, kwa sababu katika michezo 38 ya msimu uliopita Mohamed Salah alikuwa man of the match kwenye michezo 26. Yaani tukifanya hesabu katika michezo 26 katika michezo 38 ina maana kwamba
katika michezo yote ya msimu uliopita 68% Mohamed Salah aliibeba Liverpool, ndo maana akapewa man of the match. Huwezi kusema mchezaji huyo ghafla miguu imekufa. Unakuja unamsikiza Jamie Carragher anasema his legs are gone, sijui nini. You see, hapo juzi tena anasema kaulizwa na Mika Richards anasema so Mika. Ilikuwa ni Sky Sports. Akasema hajawahi kumsema vibaya off the pitch. Jamaa akamwambia kwamba but last week you said his legs are gone. You see? Kwa hiyo changamoto ya Premier League, mafundi ni wengi sana, mafundi wa mdomo ni wengi sana, na Jamie anasadikiwa kwamba anasemwa kwa sababu career ya Jamie Carragher amecheza Liverpool almost 20 years. Amefunga magoli 10. Guess what? Takriban mechi 400. Magoli 10 aliyofunga Carragher, 7 kati yao ni own goals. Yani amejifunga mwenyewe. Huyu ni where does Jamie Carragher get the gut ya kusema kwamba Mohamed Salah's legs are gone? Na kwa nini anamwandama sana? Si kipindi hiki tu. Sio kipindi hiki ambacho Mohamed Salah ametoka hadharani na kuongea. Hata Barca alikuwa ashaanza kumtolea baadhi ya maneno kwamba hastahili kuanza ndani ya Liverpool. Lakini Jamie, hiyo ndo mambo yake. Sio mo tu Ronaldo. Unakumbuka Ronaldo, kuna hii clip ilionyeshwa ya Sky. Alienda pale kwenye match day live. Kafika pale kamsalimia kila alokuepo, akamwacha Carragher. Kwa sababu kabla ya hapo ana ugomvi pia na Messi. Kwa hiyo he is a person that speaks more than he can chew. Anaongea sana. Na kama asingekuwa pande sidhani kama kuna watu wangekuwa wanamkumbuka hata. Hamna mtu anamkumbuka bwana huyo. Kweli. Kwa sababu tunamjua kwa sababu ya mambo. Yani sioni kama yes amecheza mechi nyingi. Sidhani kama hiyo inatosha kumfanya yeye legend wa Liverpool kwa kukumbukwa kiasi hicho. But sioni. Yani kacheza mechi nyingi zaidi ya Salah, lakini Salah ameipa mafanikio makubwa impact Liverpool kuliko yeye. Sababu hata Joe Gomez amecheza mechi nyingi, lakini huwezi kusema kwamba Joe Gomez ana impact kama Mohamed Salah. Exactly. So I think kama Liverpool wanataka amani, kuna vitu inabidi, kwa sababu hawa pundits wanaweza tu kuongea nao kwamba mambo unayoyaongea yanaleta madhara makubwa kuliko ambavyo unadhani, kwa sababu sio mchezaji mmoja anamlalamikia Jamie. Sio mchezaji mmoja, na sio wachezaji wa Liverpool peke yao. Wachezaji almost kila, tena watu wengine wanaenda mbali zaidi, wanamwambia wewe unapata wapi gets za kutusema sisi kutufundisha sisi namna ya kushinda Premier League, wewe hujawahi kushinda Premier League. Kikombe kikubwa ambacho Carragher anacho ni UEFA Champions League, ambao ni mwaka 2005 I think, dhidi ya AC Milan. 2005 au 2007 I think hiyo. Sasa sometimes inabidi kiongozi ajievaluate. Kabla ya hapo alisema kwamba AFCON ni michuano midogo, akawa na backlash kubwa. So ni mtu ambaye amekuwa akiongea the wrong things every time. Lakini anyway, opinions. Na anatumia michuano hiyo kummeasure tena Mohamed Salah. Wapo na Brighton. Brighton mechi ya mwisho na Liverpool. Brighton alibuka na ushindi. Liverpool sasa hivi tia maji. Muoni akienda kupata kasikasi kidogo. Ndio ilikuwa gola la nani? Japan nani? Kaoru. Mitoma. Yeah. Sio ndio kwa game hiyo alifunga goli dakika za mwishoni. Game ya mwisho Liverpool alipoteza. Na game ya mwisho Brighton wamepata sare dhidi ya West Ham. Jorginho akisawazisha goli dakika za 93-95. Game ya mwisho ya Liverpool na Brighton ilitoka 3-2. Ilikuwa Mei 19, 2025. Ayari, Mitoma na Hinshelwood, ambapo magoli ya Liverpool yalifungwa na Harvey Elliott na Dominic Szoboszlai.
Dominic Szoboszlai. Kwa the last game tulipoteza hapo. One of the standout Liverpool player Currently, yes. Yeah. So game za Brighton na Liverpool zinakuwaga haziboi. Piga nikupige. Njoo nije. Yeah, haziboi. Njoo wewe njoo na mimi nakuja. Tupishane. Yaani haziboi. Sasa hivi trust me, sasa hivi timu zinaingia kucheza na Liverpool zikiwa na ile sense ya kusema tunaweza tukapata kitu. tutapata chochote. Tunaweza tukaondoka na chochote. So wana put extra shift kwenye kupata hicho chochote. Unaona sometimes it works, sometimes it doesn't. Ina backfire, unapigwa mkono kutaka kupishana na watu. So inaweza kuwa game nzuri ambayo pia itakuwa ina magoli mengi nahisi. Okay. Inaweza kuwa ina magoli mengi. Jiji uhakika. Jiji uhakika kwa wale wajasiriamali, jiji uhakika. Jiji uhakika. Over 2.5 uhakika. Yeah. So yeah. Siwezi kusema ni game rahisi kwa Liverpool. Kwa sababu pia na wenyewe wana strive kurejesha form yao. Wanaitafuta hiyo form irudi kwa sababu nafasi waliopo si nafasi nzuri sana. Wanahitaji sasa hivi matokeo. At least kuanza mwaka vizuri. Ukimaliza mwaka kidogo na game 3 hizi sijui kumaliza vizuri, at least unaweza kaanza mwaka vizuri. Na unaweza ukacheki hata kwenye log the difference ya point ya timu ya 10 mpaka timu ya 4 sijui. Ya 12 mpaka timu ya 4. Yeah, yani tofauti ni point 4. Mtu anaweza akashinda game 2 nafasi ya 4. Yeah. Mtu anaweza akapoteza game 2 yuko nafasi ya 13. You understand? Sababu mind you, kabla Manchester United hajacheza na Wolves na Liverpool hajacheza na Leeds. Yeah. Tofauti yetu ilikuwa ni goal difference. Goal difference au point moja hapo. Liverpool tumedraw na Leeds 3-3, Manchester United ameshinda 4-1. Manchester United amelip juu mbali sana. Tofauti kati ya timu ya 4 mpaka ya 12 ni point 4. Kwa anyone that wins a game alafu wewe ukapoteza. Hizi ndo nyakati za kuendelea kustep down. Yeah, sana. Watu wanasema Chelsea ni Manchester United iliyochangamka. Mechi ya wiki hii UEFA Champions League anapoteza 2-1 dhidi ya Atalanta. Anakwenda kucheza mechi nyingine weekend hii dhidi ya Everton. Yeah. Itakuwa ni Goodson Park. Goodson Park haipo siku hizi bro. Okay. Au tuashumu tu watakuwa tu home. Watakuwa home. Tuashumu watakuwa home. Yeah. Chelsea na Everton. David Moyes anarejesha, watakuwa Stamford Bridge. Anarejesha enzi zake za early 2000 alivyoitengeneza Everton. Ilikuwa si timu ya kusema ina mapambano makubwa ya kutaka kuchukua ubingwa, lakini ni timu ambayo inaweza ikakuharibia matarajio yako. Yeah. Unaamini kwamba David Moyes ameletwa duniani kwa ajili ya kuikocha Everton? Some coaches are like that. kama makocha wetu hapa ambao wanapewaga timu walimu wakifukuzwa. Yeah. Mnawajua. Tusiende huko. Yeah, so probably kuna makocha ambao kama doctor hawahitaji ni katika field zote nadhani. Yeah. Hata wachezaji, kuna wachezaji ambao wanashindwa kuhimili pressure za baadhi ya timu wakisajiliwa. Hata kwa hela nyingi unakuta wana flop kwa sababu ya pressure. So maybe kuna makocha pia I believe wanashindwa hiyo pressure ya timu kubwa. Japo Moyes alilalamika kwamba kupewa muda. Lakini hali ilikuwa mbaya sana. Kwa sababu sijui muda huu angepewa tukiwa tunacheza championship au vipi. Yeah, lakini labda pale anaweza akafanya kila kitu
na Everton kwa sababu ana historia nao pia na expectations sio kubwa sana. Expectations sio kubwa. Wakipata nafasi ya kucheza michuano ya Ulaya, sijui Conference au Europa, even Champions League, kwao ni achievement kubwa sana. So Chelsea watapata tabu kwa sababu Chelsea bado wanajitafuta. Yeah, wanacheza vizuri sana, wanacheza vizuri, lakini bado wanajitafuta. I'm sure siku Chelsea wakija kukaa sawa watakuwa ni shida. Iliman Ndiaye atawasumbua sana. Jack Grealish atawasumbua sana. Bruce Barriola atawasumbua sana. Haitakuwa game rahisi kwa Chelsea. I think pia majeraha Chelsea na inapelekea mambo kutokea. Chelsea wana matatizo matatu actually. Tatizo la kwanza ni umri wa kikosi. Nafikiri wachezaji wa Chelsea ni watoto sana. Kwa hiyo kuna mambo wao wanafanya kwa sababu ya kuwa pushed na utoto. Umeona kadi ambayo alipata Delap game week iliyopita. Yes. I think bado watoto au niite kikosi cha Chelsea bado kinahitaji muda wa kukaa bado wana changamoto. Changamoto ya kwanza ni umri wa kikosi. Changamoto ya pili ni nidhamu. Japo Enzo Maresca anasema kwamba yeye haoni shida, lakini nafikiri kuwa na timu ambayo kila baada ya game week moja una kadi nyekundu, una kadi za njano zilizo pile up, nadhani ni tatizo la nidhamu. Lakini tatizo la tatu la Chelsea ni kwamba bado naona kwamba hawana motivation ya kushinda chochote. Wao bado wanajenga timu. Tofauti ya timu inayojenga timu au tofauti ya kikosi kinachojengwa na kikosi ambacho kiko tayari kwa ajili ya kushindana. Unaona kabisa kwamba hawa mentality yao ni ushindi. Lakini those kids, maskini ya Mungu, watoto wale, wao kazi yao ni kutaka tu kucheza and whatever that comes along the way, wao wanakipokea. Ndio maana Chelsea amemfunga Liverpool, Chelsea amemfunga Manchester United kama nakumbuka vizuri, lakini Chelsea hawa wampoteza dhidi ya Leeds. Sasa jifunga United. Wafunga. Yeah. Walitufunga sisi. Timu kubwa hizi. Amecheza na Bayern kamfunga. Barcelona kamfunga. Wakikutana na timu kubwa, unasema this is a very matured team. Ila wakikutana sasa na vitoto hivi. Kama unakumbuka kwenye hivi ni FA au ni Carabao, walishinda kwa tabu sana, 3-2. Game ambao walikuwa tayari wao washaongoza 3-2. So there's that, kuna hiyo issue hapo kwa timu ya Chelsea, lakini hopefully kama Maresca anapewa muda zaidi na msimu ujao, kama wale wamiliki wanakuwa na uvumilivu wa kutosha, atatengeneza kikosi kizuri sana kwa sababu ana kila mtu. Ana mabeki, ana viungo, ana washambuliaji na kikosi kikubwa kizuri ambacho vijana wapo. Kwa hiyo I think that's an issue. Tuseme ubingwa tumeuhamishia kwa Pep kwa sababu haongozi ligi, lakini mwendelezo wake ni mkubwa, ni mzuri sana. Ni mzuri. Wachezaji wengi sana wapo in form. Hata ukiangalia mitandao ya kijamii, clips nyingi ambazo zinatembea ni clips za wachezaji wa Manchester City wakifanya maangamizi. Haaland jana naandika historia ndani ya Santiago Bernabeu kufunga goli, lakini pia mwendelezo wake wa kufunga magoli game after game. Nadhani ni mmoja kati ya wachezaji ambaye ana ratio nzuri sana. Ya idadi ya mechi na idadi ya magoli. Nzuri mno. Kuna clip moja Haji Manara akiwa msemaji wa Simba alikuwa anasema tunacheza kibingwa. Alafu ile kama Bruce Lee. Sasa nadhani sitaki kuwa eliminate Arsenal kwenye mbio za ubingwa kwa sababu kwanza Arsenal wanaongoza ligi na so far Arsenal wamepoteza mechi 2 tu kwenye Premier League na Man City ameshapoteza mechi 4.
Kwa hiyo nikisema mechi mbili ndio zile unazosemaga kila wakati. Mojawapo ni Liverpool. Yaani siwezi kuwa eliminate Arsenal kutoka kwenye title race kwa sababu bado ni mapema na wao ndo prospect. Kila mtu anawatizama. But the issue is ni bora ukimbizwe na polisi ukiwa umeiba gari lao kuliko kukimbizwa na Man City ya Pep Guardiola. Kwa sababu Man City wanacheza kibingwa kama hii clip Haji Manara anavyosema, yani ile kama Bruce Lee. Man City wanacheza kibingwa. The confidence is back. Yani hali ya juu mno. Yes, all they do is win. Kama anavyosema DJ Khalid, all I do is win. 5-4, 3-2. Hizo ndo dalili za kibingwa hizo. Yeah. Kwamba regardless of all sisi tutashinda tu. Either tutashinda 3-2, 2-1, 5-4, 4-3, tutashinda. Kwenye mechi ngumu tutashinda kwa ratio ndogo, lakini tutashinda. Arsenal wanaweza kushikilia bomba mpaka Mei mwakani. Na jana nilikuwa naongea na Yuzo hapa, tulikuwa tunapiga story, akasema hii gap ya point 2 ambayo tunaiona kati ya City na Arsenal. Siku Arsenal wakikutana na Man City, that will be a title deciding race. Kwa sababu yoyote atakayepoteza pale, actually Arsenal wakipoteza pale, City atoka kama tike. We all know Pep Guardiola. Yani Pep Guardiola tunamjua anavyojua kukimbiza. Na kumbuka Arsenal wamepoteza mechi 2. City wamepoteza mechi 4. Yes. But the difference in points between them 2 points. 31 tunavyozungumza, yani tunavyorecord hapa ni point 2. 33, 31. Hizo ni point chache sana kwa Pep Guardiola. I think labda na game ambayo Arsenal anatarajia kidogo Man City apate ugumu ni game ya Crystal Palace. Kwa jinsi Crystal Palace walivyo. Kwa Crystal Palace wafunga. Easy win. Na sisi baada kumaliza hiyo swali, sisi nikajua zaidi. Lazima game ya Man U. Nyinyi ni tia maji kwenye aspect ipi bwana? Nyinyi mmeshinda almost mechi ngapi hapa? Na Jumatatu mpo tena. Mmeshakuwa watu wa Monday Night Football. Hiyo game ya Jumatatu ni ya kiboya sana. Yaani game ya Jumatatu tena Old Trafford. Tena mtacheza na Bournemouth. Hatari sana. Utaniambia. Yaani ni game moja ya ajabu, itakuwa ya ajabu sana pia. Anyways, gari limewaka. Gari la bwana Kipara limewaka. Limewaka kweli, I say. Najua wachezaji wa Arsenal, Arteta, kila siku wakienda kupumzika, kulala, wanawaza namna gani wasiwafanye City wawe juu yao. Kwa sababu once ikiwa hivyo, waendelee tu kushinda, kila mtu ashinde mechi zake, lakini wakija kukutana Arsenal wakafungwa na City, itakuwa ni mtihani sana. Yani City wakikaa pale juu, itakuwa ni shida kwa Arsenal. Mimi si walaumu Arsenal kabisa katika kufukuzana na City, because mara nyingi sisi tumekuwa kwenye position kama hiyo ya kufukuzana na City. Kuna msimu ambao tulikuwa na 1 point difference na walishinda. Nadhani tulikuwa na point 90 na bado vijana wale wa Pep wakafanyaje? Wakakimbia na ndoo yao. So, na ndoo yao. Si walaumu Arsenal. I understand their situation. In the past 10 years, Pep Guardiola amechukua makombe 6 au 7 katika misimu 10. 6 au 7. Kwa hiyo tukisema tuwaachie mzigo wa lawama Arsenal peke yao au Arteta peke yake kwamba yeye anamkimbiza Pep, tutakuwa tunawaonea. Kwa hiyo jamani, the only way City anaweza akaondoka kabisa kwenye hii race ni Pep akiondoka. Kwa sababu as long as Pep Guardiola anaendelea kubaki kwenye Premier League, mambo yatakuwa hivi msimu ujao. Na mind you, Pep Guardiola sasa hivi sio Pep yule ambao tulizoea ana flashy players, vikasajili huyu pound milioni ngapi. Sasa hivi ogopa sana, kikosi cha Pep kina mchezaji kama O'Reilly
ambao ndo tumemuona. Tuna mtu kama Oscar Bob, tuna mtu kama nani yule bwana mdogo mwingine ambao ana bonge alikuwa na afro, ana wachezaji fulani wadogo. What Pep is trying to do right now ni kutuonesha kwamba mimi sihitaji sajili za pound milioni 90 au pound milioni 80. Anao hawa wachezaji. Lakini kaja pale kamweka Ryan Sheki, kamweka who is that other midfielder? Tijani Reinders. Ameweka watu wake fulani hivi ambao na ka cocktail. Kitu ambacho timu nyingi kwenye Premier League hazina. Yaani hazina hiyo variety ya wachezaji kwamba Tijani wewe leo utacheza, Ryan Sheki leo wewe utacheza, Nico Riley leo utacheza. Sijui ana watu fulani hivi ambao anafanya hii title race kuwa convincing kwake. Lakini nenda kwenye timu zingine. Kwa mfano Arsenal, kwenye backline yao wana White, Calafiori, Julian Timber, Gabriel Magallanes, wana Saliba, wana Insepe, wana Christian nani anaitwa Mosquera. Nusu ya hao wachezaji wameumia. Yaani nusu ya hiyo backline wameumia. Insepe ameumia kwenye mechi ya hii wiki. Saliba ana majeraha, Mosquera, Gabriel. Mind you, tusisahau kwamba hiyo backline hiyo ndio inamlinda David Raya. Je, turudi kwa Man City. Ana hayo majeraha. Mind you, Man City wana one added extra advantage, wana Erling Haaland ambaye yeye analala na kuamka akifunga magoli. So nadhani pia Pep ana kasmati hivi cha kuwa na mchezaji mmoja ambaye ana role ama anaimbwa kwenye dunia ya football. Alipokuwa FC Barcelona alikuwa na Lionel Messi. Nadhani Bayern alikuwa na Robert Lewandowski. Na Ribery. Lewandowski. Yes, huku ana Haaland. Haaland ambaye michezo 6 Champions League ana magoli 6. Michezo 54 ambayo ameichezea Manchester City ana magoli 55. Huyo ni Haaland. Kwa hiyo I think ana kismart hicho cha kuwa na wachezaji ambao wanambeba kwa namna moja ama nyingine. Kismart si akiji chenyewe lakini kinatengenezwa. Kwa sababu hao wachezaji si hawakuja tu. Yaani so you get kwamba hiyo factor ya huyo mchezaji huku kwenye timu zingine ipo. Nimeona anaongea na Mohamed Salah. Kama anataka kumsign. Si ndio? Yani the only way you bring this up ni kwamba labda unadhani Pep anaweza kumsign Mo. Anyway, anything is possible in football. Kwa sababu akiambiwa sasa hivi kuna nafasi ya kumrudisha Lapuga atamleta. Obviously. Atakataa. Sasa mpaka leo anamkubali. Hawezi kukataa. Ryan Check alitoa assist moja hatari sana. Akatoa kauli akasema Messi ni mchezaji bora sana lakini hajawahi kumuona kwenye ule mchezo Check alikuwa ana mchezo mzuri sana. Sijui kwa nini ali assist kwa Rabona. Kwa Rabona. That's exceptional man. Ni assist nzuri. Pia ana ile tunasema nini? Kwamba ana namna yake binafsi ya kuwanyanyua wachezaji wake. Ukimwangalia anavyoelezea wachezaji wake, unaweza kadhani Manchester City ni klabu kubwa duniani. Ana namna yake ya kuwaongelea wachezaji. Motivation yake ni kubwa sana ndani ya Manchester City. Hicho ni kitu kikubwa. Sio kila kocha anacho. Makocha wengine wanakuwa wana kibri, wana ego ambapo mimi ndo kocha. I've said what I've said and there's nothing you can do about it. Lakini ni mambo ambayo kujaza fuel wachezaji hata special one alikuwa na kabla hajazeka alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kumobilize team. Alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kufanya muruo. Wewe Messi anakushinda nini? Ana miguu mitatu. Wewe ni zaidi ya Messi. Something he did kwa Frank Lampard. Bwana, leo wiki tuna special case.
Special case ipo kwa Aston Villa. Aston Villa kwa mimi jinsi ambavyo nimemtafsiri, anaweza akaenda kwenye mlengo wa Leicester City ya msimu wa mwaka 2015-16 hivi. Wa kuchukua ubingwa. Wa kuchukua ubingwa. Wow. Ama nimelala niamke. That's an overreach, bro. Well, si maneno yangu yakatumika dhidi yangu, lakini EPL bwana, kupata msimu kama uliokuwa wa Leicester, I say it will take time. It will take time kwa sababu a lot of it. Sasa hivi ina maana Leicester hawezi kweli kutoboa mbele ya Arsenal na City. Yaani Aston Villa. Yes, Aston Villa hawezi kutoboa mbele ya Arsenal na City. Si kitu kidogo. Leicester msimu ule lot of teams zilikuwa zina chechemea. Okay. Zilikuwa zina matokeo ya kuna fainting results. Mtu anashinda leo, kisha anafungwa, kisha ana draw. Yeye alikuwa asifungwe tu. Yeah. Mwisho wa siku Christmas imekuja, yuko pale juu. Watu wanasubiria kwamba Daniel anasema sasa hapana, bado sana. Februari hapana. Labda tufike March pale wanaongoza. Pale sasa ndo wakaanza kupata belief ya kwamba okay, hili linawezekana. So watafanya vizuri Aston Villa kwa sababu wana timu nzuri, lakini cha msingi kabisa wana kocha mzuri. Dhidi ya West Ham. Villa dhidi ya West Ham. Wanacheza dhidi ya West Ham this weekend. Nuno Espirito na timu yake bado wanajitafuta. Bado wanapambana. Yaani hata matokeo wanayopata, they do not play that well. Yeah, but Aston Villa, they are flowing. Wanapata matokeo. So I don't think I think kwenye game Villa wana upper hand. Kuna namna mbili za kushinda ubingwa. Namna ya kwanza ni kushinda tu mechi zako regardless watu wengine wanafanya nini. Yeah. Wewe shinda tu mechi zako, afu at the end of the day utakuja na sheet yako ya matokeo, bwana mimi nimeshinda mechi hizi, wewe umeshinda ngapi? Hiyo ni namna moja ya kushinda ubingwa. Namna ya pili ni kuwa na matokeo mazuri wakati wenzako wanachechemea. Yaani wakati wengine wao wanasuasua, wewe umepata matokeo gani? Hata kama ni draw, unaweza ukashinda ubingwa hivyo. Simaanishi kwamba kupata draw zote, lakini wengine wakipoteza wewe ukadraw, wengine wakipoteza wewe ukashinda, wengine wakipoteza ukadraw, wengine wakipoteza ukashinda, you will win. Tunaona Aston Villa anaweza kushinda ubingwa wa Premier League kwa mbinu ipi katika hizi mbili? Kwamba wengine wanapoteza yeye ashinde, au wengine wanasuasua kimatokeo yeye anashinda. Of which hatuoni hivyo kwa sababu tayari Arsenal, City wameprove beyond reasonable doubt kwamba right now all they want is to win. Pep anashinda, Arteta anashinda. Kwa hiyo ili wote sasa wapoteze afu Villa awe juu pale, Amorim anashinda. Sasa Jumatatu tunamaliza na Bournemouth. Bournemouth ya Semenyo. Yeah, baada ya weekend kupita kidogo, sasa hivi mmehamia Monday Night Football. Sio ana mpango gani na sisi aisee. Game za Jumatatu zinakuwa sana tasa yani. Yaani kupata matokeo chanya inakuwa ni mtihani. Sio ni kwa nini. But naiamini timu yangu. Sababu tuanze kushinda game za nyumbani. Maana tuko Old Trafford. Kwa hiyo game tunabidi tushinde na tutashinda hiyo game. Mimi nakwambia. Bournemouth hajapata ushindi kwenye mchezo 6. Sisi tumeshinda game iliyopita. Yule jamaa subiri mshinde mechi 5 mfululizo ili anyoe, anamwambieje? Bado atulie, tuendelee kufuga nyanya. Aendelee kununua shampoo. Maana hilo swala sisi aendelee kununua shampoo. Hilo swala bado. Lakini obvious mzani umeinamia Manchester United. Yeah, what I see naona ni game ya United. Mimi naona Bournemouth anashinda hiyo game. Moja kwa moja. Yaani wenzetu hawa consistency ya kushinda michezo mingi
Kwa sababu kama yeye mwenyewe anasema yule jamaa wa kunyoa bado alafu hapo wanaamini kwamba wanashinda. Kwanza tushashinda game 3 mfululizo pia. Kwa hiyo hii itakuwa ya ngapi mkishinda? Ya pili mfululizo. Bournemouth anashinda. Tutakutana wiki ijayo, tutajadili hapa. Bwana, tunatoa game 5 za nguvu baada ya game 5 tunavyo sisi. Sasa tunaenda kwenye mkeka sisi tunavyoona mechi 5 za nguvu ambazo tunaenda nazo weekend hii. Mechi ya kwanza yenye odds sasa, Crystal Palace dhidi ya Manchester City. Crystal Palace dhidi ya Manchester City. Mechi nadhani ina odds nzuri sana. Kwa Crystal Palace kwa Manchester City. Nafikiri Crystal Palace amesharudi sehemu yake. Kuna bwana mmoja kwenye mtandao wa Twitter alisema kuna vilabu vipo kama M23 ya Kongo. Hawataki ubingwa, hawataki medali. Wao wanataka tu kuleta vurugu. Nadhani Crystal Palace wamesharudi sehemu yao. Kwa hiyo inaweza ikawa game nzuri sana. Lakini timu zote zitapata magoli, lakini City atashinda. City atashinda. Baada ya City. Okay. Yeah. Baada ya kupoteza game 2, Real Madrid anaenda kukutana na Deportivo Alaves. A very easy game for Real Madrid. Tena kwa lengo la kuboost timu yao, wanahitaji huo ushindi vizuri. By hooks and crooks. Wanabidi washinde na watashinda hiyo game. So, wape Madrid. Siogope. Mkakimbia weekend ijayo. Siogope. Hizi hela hizi. Kunguru kuweka pesa upate pesa lenga babu. West Ham Aston Villa. West Ham anashinda 2-1. Villa anashinda 2-1. Kwa jiji uhakika zaidi. Aston Villa anashinda. Straightforward. Moja kwa moja. Chelsea Everton anashinda. Mambo ya Ilman Ndiaye. Yes, Everton anashinda. Mimi nampa hela yangu Everton. Mimi naamini game itakuwa nzuri na Everton atashinda, lakini kila timu itapata goli. Jiji uhakika game. Liverpool Brighton game ya mwisho. Mimi naishia kwenye jiji tu. Jiji. Liverpool atashinda. Bwana, game ya Liverpool, Chelsea, Real Madrid, Aston Villa, Manchester City. Hizo ni game 5 ambazo tumekupa za kuishi nazo weekend hii. Bwana, hii ni game time tunavyo sisi. Hivi ndivyo ambavyo tunaona wiki ya 3 ya michuano mbalimbali duniani, Afrika na Ulaya kwa ujumla. Nilikuwa hapa Andrea Masawe, alikuwepo Yusuf Masud, alikuwepo pia Muruo King. Yes. Uwe na wakati mwema. Game time tuonavyo sisi.